Somo langu linahusu athari za kumwaga damu za watu. Athari za kumwaga damu za watu, au unaweza kusema athari za kumwaga damu za watu wa Mungu. Na somo hili litajikita katika kuangalia watu wa Mungu kwa mantiki ya kanisa lake, au watu waliowaokoa au kuwakomboa. Lakini vile vile litajikita katika mantiki ya watu wa Mungu kwa mantiki ya watumishi wake. Ninafahamu kila damu ya mwanadamu haipaswi kumwagwa kiholela, na damu ya mwanadamu haipaswi kuchukulia ni kitu cha kawaida. Lakini ndugu zangu mnaonisikiliza, nyinyi mlioko hapa, wewe unanisikiliza kwa njia ya TV, unaniangalia pia kwa njia ya mitandao ya kijamii, inapokuja swala la watu wa Mungu, maana yake wacha Mungu, maana wapo watu wasiomtambua Mungu kabisa. Inapokuja swala la watu wanaomtumikia Mungu, madhara ya kumwaga damu yao ni makubwa mno. Kuigusa damu ya mcha Mungu, kwa mjibu wa maandiko nataka kuonyesha, kuigusa damu ya mcha Mungu, kuigusa damu ya mtu anayemtumikia Mungu, ambaye yeye maisha yake duniani anamtumikia Mungu, analitangaza jina la Mungu, anawasimamia watu wa Mungu, anawaelekeza njia watu wa Mungu. Mungu huwa anachukia sana damu yake ikiguswa. Lakini kabla sijaonyesha tu damu ya mtumishi wa Mungu au ya watu wa Mungu, tuangalie tu watu wa Mungu kwa ujumla. Mungu huwa hapendi waguswe, na ninaomba usitiwe kiburi na mtu wa aina yoyote kukushawishi kuwagusa watu wa Mungu. Ni athari kubwa. Mara nyingi tukifundisha hivi, wewe inaonekana kama tunataka kuweka ile defensing mechanism kwa watumishi. Hii sio swala la defensing mechanism, ni swala la reality na uhalisia wa maandiko. Mimi kama kiongozi wenu na watahadharisha, linapokuja swala la watu wa Mungu, uwe makini unavyoongea, uwe makini unavyokomenti kinyume na watumishi wa Mungu. Nataka niwahakikishie, anayesoma wa kwanza ni Mungu. Kabla followers wako wewe unaongea mambo mapotofu juu ya watumishi wa Mungu, kabla hata followers wako hawajaamka na kufungua akaunti yako na kuangalia, Mungu anakuwa ameiona komenti yako wa kwanza. Jicho la Mungu liko kila mahali. Maandiko yanasema likienda duniani kote likiwaangalia watu wake. Usisahau, maandiko yanasema jicho la Bwana huenda duniani kote likimwangalia mtakatifu wake, likiwaangalia watu wake, likiwaangalia watumishi wake. Usiku na mchana Mungu anaangalia watumishi wake. Na sio tu kuangalia watumishi wake, watu wanasema nini juu yao, watu wanafanya nini juu yao. Kwa hiyo nikutahadharisha. Zaburi 105 mstari wa 12 mpaka 15. Angalia watu wa Mungu walipokuwa watu wawezao kuhesabiwa, naam, watu wachache na wageni ndani yake, wakatangatanga toka taifa hata taifa, toka ufalme mmoja hata kwa watu wengine. Hakumwacha mtu awaonee, hata wafalme aliwakemea kwa ajili yao. Ishia mpaka hapo. Anasema hawa watu wa Mungu au taifa la Mungu walikuwa wakienda kila mahali, Mungu anawafuatilia. Biblia inasema kuna kipindi walitoka taifa moja kwenda jingine, Mungu anawaangalia. Biblia inasema walitangatanga, lakini Mungu anawaangalia. Pamoja na kutangatanga kwao, pamoja na mapito yao wanaopitia, lakini maandiko yanasema Mungu aliweka angalizo, hakuwaacha waguswe. Rudi mstari 14. Hakuwaacha mtu awaone, hata mtu mmoja awaone. Lakini Biblia ishi hapo, sio tu mtu, hata wafalme, maana watawala wa nchi, watawala wa dunia hawakuruhusiwa kugusa watu wa Mungu. Maandiko yanasema hata wafalme aliwakemea kwa ajili yao. So ndio Mungu anavyothamini watu wake. Unaweza kuona unawaona ni watu duni. Biblia inasema walitangatanga. Neno kutangatanga inaonekana ni watu ambao hawana makao. Inawezekana hawana kazi, hawana kipato kizuri, hawana cheo, lakini kwa kuwa ni watu wake, Biblia inasema Mungu anafuatilia hivi. Alafu Biblia inasema hakuruhusu mtu yote awaone. Mstari unaofuata wa 15. Mungu akisema, aliyesema hapo sio mwingine, ni Mungu mwenyewe. Mungu akisema, msiwaguse masihi wangu. Sio masihi wangu kwa mantiki ya umoja, tutaangalia Kiingereza, au ni wengi. Hata Kiswahili bado kinajeleza msiwaguse. Ingekuwa ni mmoja anasema usimguse, maana yake ni wengi. Msiwaguse masihi wangu, wala msiwadhuru nabii zangu. NIV, do not touch my anointed ones, they are many. Do my prophets, they are many, no harm. Andiko hili mara nyingi naona watu wanalitumia kwa manabii peke yao. No, andiko hili lina pati mbili. Upande wa kwanza ni upande wa masihi, na sio masihi mmoja.
Ndio maana anasema msiwaguse Masihi. Neno msiwaguse wanakuwa wengi. Na neno Masihi ni nini? Neno Masihi sio Yesu. Neno Masihi sio Yesu. Kama watu kishaona neno Masihi au Masia ambayo inatokana neno Mezaya Kiingereza, na Kiingereza walitoa kutoka kwenye Kiebrania kinaitwa Messianic. So neno Mezaya maana yake mpako wa mafuta. So Kristo hakuitwa Masihi mpaka alipopakwa mafuta. Ndio maana akasema Roho wa Bwana yu juu yangu na amenitia mafuta. Ile Roho aliposema amemtia mafuta ndo akawa Kristo, ndo akawa Christ au Masihi. Na neno Christ inatokana na Kiyunani Christos, ambao Christos maana yake mpako wa mafuta. Na neno Mezaya ni Kiingereza inatokana na Messianic au Messianic. Tunaelewana mpaka hapo? So kinachokufanya wewe ukaitwa Mesaya ni kupakwa mafuta. So watu ambao Mungu aliwapaka mafuta ya Roho Mtakatifu, ambapo Roho wa Mungu anapokuja ndani mwake. Kwa ufupi anaozungumzia watu hawa ni watu wenye Roho Mtakatifu. Sasa sisi tu Masihi wake, kwa lugha ya kufafanua, tu wapakwa mafuta wake. Mafuta gani? Sio mafuta haya ya kuchukua kwenye chupa na kukuwekea. No, sio hayo. Ni mafuta ya Roho. Maandiko yanasema kwamba yule Roho Mtakatifu aliye ndani mwetu amewapaka mafuta. Mafuta yale yaliyo ndani mwenu, yaliyowekwa na Roho Mtakatifu. Kwa Mungu anaposema msiwaguse Masihi wangu, maana yake msiwaguse watu wenye Roho wangu. Hao ndio naozungumzia hapa. So hao watu wenye Roho wa Mungu, be very 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 careful now. Na sio kila mtu ana Roho wa Mungu, isipokuwa ni wacha Mungu ambao Mungu amewapa Roho yake. Sasa kama Mungu anakemea hivyo, unapoona kuna jambo lolote linalohusu watu wa Mungu kwa ujumla, japo naongelea katika magrupu mawili, watu wa Mungu kwa ujumla pamoja na watumishi wake, maana yake viongozi wa watu hao. Ndugu zangu, nataka niwatahadharishe, mpako wa mafuta wa Mungu au mtu wa Mungu, hata kama una sababu yoyote ya kutukana, jizuie usimtukane. Hata kama una sababu yoyote ya kumdhuru, jizuie usimdhuru, kwa sababu hata kama anaonekana, inaweza kuwa inaonekana yuko kinyume na wewe, Mungu akikuacha ukamgusa, huwa ni mtego. Narudia, ukijisikia una hasira juu ya mtumishi wa Mungu, ujue Mungu amekutega, sio shetani. Let me put in this way. Ukijisikia una hasira yote juu ya mtumishi wa Mungu, mpaka mafuta wa Mungu, ukijisikia unataka kufanya jambo lote baya, aliyekutega pale sio shetani, ni Mungu. Na shetani hahusiki. Unasikia shetani aliniingia nikamtukana mtumishi, Mungu amekutega. Sentensi ya kwanza. Ya pili, Mungu akichoka na mtu, ikifikia mahali Mungu akachoka na akataka akutandike, anakuinua uinuke kinyume na mtu wake. Mungu akitaka kuachia hasira yake juu ya mtu au juu ya watu, ili hasira yake iwe kubwa, anawaruhusu waguse watu wake. Narudia, Mungu akisema nataka kuadhibu mtu, au Mungu akisema sasa muda wa kuadhibu nchi umefika, au Mungu akisema muda wa kuadhibu wafalme umefika, au muda wa kusema kumwadhibu mtu mbaya umefika, njia rahisi ambayo Mungu anairuhusu ni kukupeleka wewe uende umguse mtumishi wake. Kwa sababu kwa mjibu wa maandiko, hasira ya Mungu inawaka zaidi unapowagusa Masihi wake. Ndio Mungu alivyo. So unapoona kuna kitu kinakupelekea unatukana watumishi, una komenti, unaandika ujinga, mwingine unampa disumu, mwingine anaua, mwingine anamchoma kisu, my dear, ujue Mungu anatengeneza sasa muda wa kuachia hasira yake ambayo hujui kuiona. It's not a devil. Nataka nikuache kwenye maandiko. Siku moja kulikuwa na jambo lililotokea ambalo huyu mtu alilichukulia kawaida. Mungu alimuita Nebukadneza. Akamwambia, Nebukadneza, nataka nikupe falme zote, ikiwemo falme ya watu wangu Israeli. Nataka watu watawale na wafanyie unachotaka. Sikiliza huo mtego, kwa sababu kipindi kile katika wafalme ambao kuna historia ya kiburi, Nebukadneza alikuwa na kiburi, au ule ufalme wa Babylon. Ule ufalme wa Babylon au Babeli ulikuwa na kiburi sana. So Mungu akaja. Mungu not a devil, nasisitiza, not a devil, sio shetani. Akamwambia, Nebukadneza, nakupa tawala zote uzitawale, na taifa langu Israeli tawala. Fanya chochote unachofanyaje, unachotaka. Ukitaka kuchukua ardhi ni yako, ukitaka kuwafanya watumwa ni wewe. Alafu Mungu akamwambia, kuanzia leo wewe ni mtumishi wangu. Angalia Yeremia 27 kuanzia mstari wa 4. Angalia, nawe waagize waende kwa bwana zao na kuambia, Bwana wa majeshi
Mungu wa Israeli asema hivi, mtawaambia bwana zenu maneno haya. Maneno gani? Mimi nimeiumba dunia hii, wanadamu na wanyama walio juu ya uso wa nchi, kwa uwezo wangu mkuu na kwa mkono wangu ulionyoshwa, nami nitawapa watu kama nipendavyo. Mungu anasema mimi ndo na nchi zote mnazoziona, wanyama wote mnaoona, mimi ndo nimewaumba. Kwa hiyo ninaweza nikampa yote nipendavyo. Haya, guess sasa anampa nani? Mstari unaofuata. Na sasa nimetia nchi hizi zote katika mkono wa Nebukadreza mfalme wa Babeli, yani Babylon, mtumishi wangu. Tangu lini? Mtumishi wangu. Na wanyama wa mwituni pia nimewapa wamtumikie. So ukiendelea kusoma pale utaona Biblia inasema alimpa mpaka Israeli. Akasema nchi zote hizi za dunia nimeumba mimi. Zote. Akasema na wanyama wote nimewafanyaje? Nimeumba mimi. Sasa leo natangaza, vyote hivyo wanyama, wanadamu nimempa nani? Nebukadreza au Nebukadneza, yote ni sawa. Lakini sio kwamba nimempa tu, kuanzia leo ni mtumishi wangu. Do you know what happened? Kwa Nebukadneza akaanza kufanya chochote, kwa sababu aliyemwambia ni Mungu. It's very dangerous unapokuwa umepewa position, inawezekana ni kwenye jamii au mahali kokote, ukadhani unaweza kufanya chochote, na hasa ukidhani unaweza kufanya pia kwa watumishi wa Mungu. It's very dangerous. So Nebukadneza akafanya hicho kitaka, akitaka kuua anaua, akitaka kupeleka utumwa anapeleka, akitaka kuchukua mali anachukua mali, mpaka maandiko yanaeleza mahali fulani akawa na uwezo wa kuingia kwenye hekalu la Mungu na kuchukua vitu vya hazina vya Mungu. Do you know why? Na sio tu yeye, na watawala wote waliofuata wa Babylon wakawa wanafanya hivyo. Kwa neno moja Mungu amesema, ninyi Babylon ndio watumishi wangu. Be very very careful unapokuwa na position. Uwe makini unapokuwa na cheo. Uwe makini unapopewa mamlaka fulani. Uwe makini unapopewa madaraka na nafasi. Unaweza kudhani unaweza kufanya chochote, lakini nataka niwahakikisheni huu ni mtego. Ukienda mbele, angalia Mungu anachokisema. Sura ya 50. Ukienda mbele kabisa, Mungu anageuka. Huyu ndo Mungu mimi namjua mimi. Anzia mstari wa 23. I will surprise you. Mungu ameipa Babylon akasema, nyinyi ni mtumishi wangu, fanyeni mnachotaka. Nao angalia, imekuwaje nyundo ya dunia yote kukatiliwa mbali na kuvunjwa. Kumbuka alimpa dunia yote. Halo. Kumbuka alimpa Nebukadneza dunia yote. Aliwapa Babylon dunia yote. Alafu wakawa ni kama nyundo. Alafu anasema hivi. Sasa sura ya 50. Imekuwaje nyundo ya dunia yote kukatiliwa mbali na kuvunjwa? Imekuwaje Babeli kuwa ukiwa katika mataifa? Stop there kwamba unajua ujue kwamba hii Babeli ilikuwa ni nyundo ya dunia yote, lakini walitoa wapi nyundo? Mungu ndiye aliwapa. Nataka unielewe mpaka hapa. Haya mamlaka ambayo watu wanayo, it may be possible Mungu amewapa, lakini they have to be very careful kwenye madaraka. So maandiko yanasema wewe nimekufanya nyundo ya dunia nzima. Dunia nzima by that time, including watu wa Mungu, watumishi wa Mungu wapaka mafuta wapi? Israeli. Alikuwa ni nyundo. Neno nyundo hapa inasimama badala ya kupiga vipigo. Walikuwa wanapiga wanayemtaka, walikuwa wanateka wanayemtaka, walikuwa wanaua wanayemtaka, wanamiliki mali wanazozitaka kama nyundo ya dunia. Biblia inasema sasa angalia 50. Imekuwaje nyundo ya dunia yote kukatiliwa mbali na kuvunjwa? Imekuwaje Babeli kuwa ukiwa katikati ya mataifa? Now, Mungu anauliza swali, afu baadaye atatoa jibu kwamba kilichofanya sasa wakatiliwe ni nini? Baadaye tunaona hii nyundo inavunjwa. Tunaona hiki kiburi kinaondolewa. Mamlaka inaondolewa. Now, swali, nani aliwaondolea? Kwa sababu Mungu ndiye aliwapa. Mstari unaofuata unajibu, nimekutegea mtego, Babeli, nao kanaswa. Nao ulikuwa huna habari, umeonekana, umekamatwa kwa sababu ulishindana na Bwana. Wewe uliniambia nichukue nchi zote. Suri nambao umeweka wanyama na wanadamu wote ni wafanye ninachotaka. Mungu anasema nilikutega. So when unapoona unainuka kinyume na mtumishi, my dear, that is a trap. Don't fall in that trap. Unaweza kuwa na visingizio vyako. Nafanya hivi kwa sababu hii, nafanya hivi kwa sababu hii, nafanya. Nebukadneza alikuwa anasema nafanya vile kwa sababu nimeagizwa. Unaweza na wewe ukasema nafanya hivi kwa sababu nimeagizwa. Be very very careful. Ndio maana uweze kukuta mimi na comment juu ya mtumishi yote, kwa sababu inawezekana mtumishi wa Mungu kaenda kinyume na Mungu, lakini watakapokutana na Mungu mimi sijui. Ukienda sura za nyuma hapo utaona Israeli wapako mafuta wa Mungu analia. Mungu anasema, Mungu anasema nani kakugusa? Kama vile Mungu hajui. Watu wasoma Biblia wote mnaelewa Mungu ndiye aliamuru kipindi cha Yeremia Israeli wote wachukuliwe utumwani Babeli. Nani aliamuru? Nani aliamuru? Afu Mungu anageuka kwenye anasema, nilikuwa na anasema tena ulikuwa huna habari. Na anapata concept hapa. Listen, nataka unyanyue mkono, sema kuanzia leo. Issue ya watumishi wa Mungu, kanisa la Mungu,
wacha Mungu, sitaki kuingia mtego huo. Sasa kuna watu ninawaona hadi kwenye jamii yetu hapa Tanzania wanaingia kwenye mtego. Huwezi kamata mtumishi wa Mungu ukateka, ukapiga nyundo kichwani, unataka nini? Mtego huo. Inawezekana ukasimama kwenye nafasi kama mtu mkubwa kama Nebukadneza. Inawezekana ukasimama. Kumbuka Babeli, unaposema Babeli alikuwa anatumia wanajeshi, alikuwa anatumia maskari wake, ndio alikuwa anatumia manyundo, lakini Mungu anasema mtego huo. Na baada ya hapo mpaka kitabu cha Ufunuo, Mungu anaikemea Babeli mpaka Ufunuo. Yaani kisa tu hicho, na aliwaagiza wao. Unajua shida inaanzia wapi? Shida inakuja unaposema hii mamlaka, kwa sababu Warumi ndio inadanganya watu. Hakuna mamlaka iliyo kuu. Hata hiyo mamlaka iliyoko imewekwa na Mungu. Yes, nakubaliana na wewe. Hiyo mamlaka imewekwa na Mungu. Lakini mamlaka hata kiwekwa na Mungu, don't touch the anointed ones. Kwa sababu ukifanya hivyo ni nini? Ni mtego huo. Hakuna mtego kama huo. Wote wasoma Biblia wote mnajua. Mungu alikuja akatoa unabii kwa kinywa cha Yeremia, akatoa unabii akasema, mmenikosea watu wa Mungu, nitawapeleka Babuloni nanyi mtakuwa watumwa Babeli, nitawapeleka pia na nchi ya Kalidayo nanyi mtakuwa watumwa. Ni Mungu aliyesema. Alafu akamwambia Nebukadneza, njoo. Kuanzia leo dunia yote, yaani dunia yote, achana na mtu tu aliyepewa, achana na mtu tu ambaye amepewa madaraka tu, cheo analipwa 300,000, achana na wewe. Lakini huyu alipewa dunia yote. Alafu maandiko akasema akapewa wanyama wote. Alafu Mungu akasema kuanzia leo wewe ni mtumishi wangu. Alafu wewe ni nyundo yangu. Na wewe ni lungu langu. Unataka kupiga lungu, piga. Unataka kuteka, teka. Unataka kuangamiza, angamiza. Unataka kuburuza, buruza. Akaburuza anavyomaliza, alafu Mungu akarudi. Akamwambia Nebukadneza, njoo. Nilikutega, nawe ukategeka. Unajua mtego ni wapi? Ni alipofanya Waisraeli. Kwa hiyo yatakiwa wewe na akili kwamba nitafanya yote, lakini sitaki kuwaua Waisraeli. Pale ndipo alipochemka. Kwa alipoangamiza damu, alipomwaga damu ya watu wa Mungu, ile damu ikaanza kulia. People must understand this. Ni damu hatari. Nitakuonyesha baadaye damu ya watumishi wa Mungu inakuja kuleta tetemeko la nchi. Mungu anapiga nchi nzima kwa ajili ya watumishi. Sio shetani. Not a devil. God himself. Ndio maana Mungu akaweka disclaimer. Do not touch my anointed ones. Do my prophets no harm. It's a disclaimer. Do not. Unasema mbona nilifanya hili? Mbona nilifanya hili? Mbona nilifanya hili? Mbona bado tuko salama? I will show you. Biblia inasema kuna kipindi waliuoa watumishi wa Mungu, alafu ile damu ikawa inataka hatia. Mungu akasema no, subiri waue wengine wao wengi. I will show you today. Maandiko yanasema ile damu yao ikatapakaa, ikaanza kulia. Alafu ile damu ikawa inasema Mungu, hebu tulipizie kisasi. Mungu akamwambia hapana, subirini iwe damu ya watu wengi. Kuna watumishi wengine pia nimewatega watu wawaguse ili damu iwe nyingi, alafu nitaionyesha hiyo nchi. Nitakuonyesha baadaye. So unaweza kuwa na report, mbona tulifanya vile? Mbona tulimgusa yule? Mbona mtumishi yule? Mbona kiongozi wa kanisa yetu tulimgusa? Mbona yule tulimgusa? Mbona yule tulimfanya vile? Mbona yule tulimfanya vile? Mbona shehe tulimdunda? Mbona padri tulimdunda? Mbona mchungaji tulimdunda? Mbona yule mwinjilisti tulimkamata? Mbona yule tulimfanya vile? Mbona tulimfanya vile? Biblia inasema anakusanya damu hiyo nyingi. Kwa nini Mungu anasubiri? Kwa sababu ni mtego. Nakumbuka tunatega zamani tukiwa kijijini, uko unaweka mtego afu unakaa sehemu. Sijui kama ushakutega kware kama sisi. Unasubiri, unatega, unaweka snare. Ulimbo. Hofu unakuwa unasubiri. That's how God does. So it's not safe kusema yule itokee vile, yule ikafika vile, yule kawa vile. No. God is gathering more blood. The blood zikirudi kwenye nchi, it's very bad. Naongea haya kwa ujasiri huu leo tarehe 4 ya mwezi wa 5 mwaka 2025. Yoyote atakayepata ujumbe wangu huu, acha kiburi, acha maringo, acha kutumia rungu. Hata Nebukadneza alikuwa nalo. Nebukadneza alitumia dinyundo. Hakidhani kwa kuwa Mungu amemweka kwenye nafasi hiyo anaweza fanya chochote. Lakini Biblia inasema, Mungu anasema nilikutega na umetegeka, Babylon. Mpaka hapo kienda kitabu cha Ufunuo, Biblia inasema, yani mpaka kitabu cha Ufunuo Mungu anasema Babylon nimekula. Yani Mungu alilani Babylon mpaka mwisho wa kitabu cha Biblia. Na wakati yeye ndiye aliwapa mamlaka.
Why? Kwa sababu ya damu, na hakuna taifa limemwaga damu. Hata Misri haikumwaga damu kama Babylon. Misri haikumwaga damu ya watumishi kama Babylon. Misri walidili sana zaidi na utumwa. Babylon walikuwa wanachinja. Hata Hitler hajafikia rekodi ya Babylon. Hata Hitler hajafika. Na kwa sababu hiyo damu kuwa nyingi mbele za Bwana Mungu, kila anasema Babylon imeanguka. Unaokia andiko katika Ufunuo, Babylon imeanguka. Babylon ni mkubwa. Haijalishi una ukubwa gani, haijalishi una cheo gani, as long unaingia kwenye kugusa watu wa Mungu mpaka damu yao, anguko ni kubwa mno. Mtu yoyote anayedina damu ya watumishi, taifa lolote linalodina damu ya watumishi, mtu yoyote mwenye mamlaka, anguko lake ni baya. You can do other mistakes, so gusa damu ya watu wa Mungu. So Mungu anasema katika Ufunuo, mpaka bado Mungu anaongelea Babylon. Babylon imeanguka. Sema Babeli ule mkubwa. Angalia Ufunuo 14:8. Kisha mwingine malaika wa pili akafungua akafuata akisema, umeanguka, umeanguka. Ona masisitizo hayo. Umeanguka Babeli, mji ule ulio mkubwa, maana ndio ulioanyweshwa mataifa yote mvinyo ya ghadhabu ya washarati wake. Ukiendelea kusoma maandiko utakuta Biblia inasema kwa nini mvinyo. Neno mvinyo maana yake ni kilevi cha uasherati wake. Neno uasherati maana yake mtu anaenda hapa, anakuwa huku. Maana yake alifanya uasherati katika mataifa. Alipiga huyu, akapiga huyu. Ndio maana uasherati au kaaba. Maandiko mengine yanatumia neno kaaba. Nini walifanya mpaka kitabu cha Ufunuo kinamkumbuka Babeli? Damu ya watu wake. Sasa nataka nikuonyeshe malipizi ya damu ya watu wa Mungu. Lengo ni kuweka tahadhari, kama mtu alikuwa ajui, aache mara moja, naombe toba. Don't do that. Na wewe unayenisikiliza ulioko hapa, usishirikishwe katika jambo lolote linalohusu mtu wa Mungu. Kwa sababu ni nini? Mtego huo. Ni nini? Mtego. Kuna mtego mbaya kama huo. Kwa Mungu akichoka, akisema, anaangalia mambo yenu, anaangalia jinsi mnavyonyanyasa watu, mnavyonyang'anya watu wenye haki zao, mnavyonyang'anya wanyonge, mnavyonyima yatima haki zao, mnavyonyanyasa wajane. Mungu akiangalia kwa muda mrefu, akitaka sasa kuwatandika, analeta namna fulani uende kwa watumishi wake. Kwa sababu hasira ya Mungu haijai mpaka uguse mtu wake. Yoeli 3:19 mpaka 21. Misri itakuwa ukiwa na Edom itakuwa jangwa tupu. Kwa nini iwe ukiwa? Kwa nini nchi mpaka igeuzwe jangwa? Angalia, kwa sababu ya dhuluma waliotenda wana wa Yuda. Kumbuka Yuda ni watu wa Mungu. Kwa sababu wamemwaga damu isiyo na hatia katika nchi yao. This is God talking. Am I speaking to somebody here? This is God. Anasema Misri, nyie mmechukua damu ya watu wangu wa Yuda. Neno Yuda maana yake ni Yudea. Anasema watu wa Yudea mmemwaga damu yao. Anasema kwa sababu hiyo nakuja kuwafanya ukiwa. Mstari unaofuata, bali Yuda atadumu milele. Kanisa la Mungu haliwezi kuondolewa, ndugu zangu. Hujanisikia? Kanisa la Mungu haliwezi kuondolewa. Huwezi kulifuta kanisa la Mungu no matter what. Bali Yuda atadumu milele, na Yerusalemu tangu kizazi hata kizazi. 21. Nami nitaitakasa damu yao ambayo sijaitakasa, kwa maana Bwana ndiye akaye Sayuni. So Mungu ana follow blood sana ya watu wake. Anaifuata sana damu ya watu wake. Anasema nitaitakasa, maana yake mmeichafua, mmeinajisi. Wafalme wa pili sura ya 9 kuanzia mstari wa 7 na kuendelea. Nawe utawapiga nyumba ya Ahabu. Mnamjua Ahabu? Ahabu alikuwa mfalme. Nawe utawapiga nyumba ya Ahabu bwana wako, ili nijilipize kisasi cha damu ya watumishi wangu manabii. So don't think damu ya mtumishi wa Mungu eti atakaa hivi. Inaweza kupita miaka 4, miaka 5, miaka 6, lakini lengo ni nini? Sio kwamba Mungu anakuvumilia. Lengo ni nini? Biblia inasema anagadha adhabu. Nao utawapiga nyumba ya Ahabu bwana wako, ili nijilipize kisasi cha damu ya watu gani? Damu ya watumishi wangu manabii, na damu ya watumishi wote wa Bwana mkononi mwa Yezebeli. Kwa sababu huyu mfalme Ahabu alikuwa na mtu mmoja kwenye utawala wake mbaya sana, ambaye alikuwa akisema kitu huyo mfalme anafanya. Alikuwa anaitwa Yezebeli. Kwa Yezebeli akisema fulani afa anakufa, fulani akamatwa anakamatwa, fulani apotezwa anapotezwa. Yezebeli akisema mfalme hana option. Sometimes wafalme huwa sio matakwa yao, ni wale watu wenye power walionao. Kuna watu wanakuaga na wafalme karibu ndio wanafanyaga mambo. Unakuta hata mfalme wakati mwingine hana nia, ila kuna kuaga na roho ya Jezebeli kwa wafalme wote duniani, ambao wewe inawinda blood za watumishi wa Mungu. Inaweza kutendeka kote, lakini when it comes, let me tell you guys, kwa ujasiri wote, inapofika mahali yakafanyika yote ya kufanyika, inaweza kuwa bado ingali ni asubuhi, lakini ukiona wamegusa watumishi, jua limekuchwa, usiku aja. I'm telling you.
kwa maana nyumba ya Ahabu wataangamia, nami nitamkatilia mbali kila mwanaume wa nyumba ya Ahabu, yeye aliyefungwa na yeye asiyefungwa katika Israeli. Anasema nitaanza kufuatilia kila nyumba, kila mwanaume aliyehusika na hiyo damu, na nitakatilia wote. So there are people who think they are okay. Subiri Mungu aanze kutembelea kila nyumba akague. Na let me tell you, bila kukuficha, bila woga wote, that's what watumishi wa Mungu wote, hata kama wasemi kama mimi, ndio maombi yao sasa hivi. Maombi yao sio mazuri. Inawezekana waongei kama sisi, lakini they are in their heart they are praying. And that prayer is very dangerous, kwa sababu ni prayer ambayo Mungu akiangalia naona blood. Nami nitafanya nyumba ya Ahabu kuwa kama nyumba ya Yeroboam mwana wa Nebati, na kama nyumba ya Baasha mwana wa Ahia. Ukitaka kuyajua mambo unasoma yaliyowapata. Na mbwa watamla Yezebeli katika kiwanja cha Yezreeli, wala hapata kuwa na mtu wa kumzika. Akaufungua mlango akakimbia. Tuishie hapo, story itatupeleka mbali. Maana kinaonyesha jinsi walivyoanza kumfuata Yezebeli, yule ambaye alikuwa anaamuru watu wafanyeje? Watekwe, wakamatwe, wapigwe, wauawe. Na ni hasa watu gani? Manabii. You know these people, they were doing a lot of rubbish. Mungu alinyamaza, lakini the day walipogusa manabii, Mungu akasema Kwa hiyo watu wakishafanya ujinga, wakafanya ujinga, Mungu akichachukia anawadirect. Sio shetani, nenda kwa watumishi wangu. Ni Mungu, kwa sababu hasira ya Mungu inawaka zaidi kwa watumishi wake. I don't know you get my point here. Ukiona wewe una roho fulani ya kumtukana mtumishi fulani, kumsema mtu fulani, ujue Mungu amekuvumilia sana katika mambo fulani. Sasa anataka kutandika na kupeleka kwa watumishi. Ndio maana unakuwa na hasira fulani na mtumishi. Sasa damu za watumishi zinapomwagwa, huwa zinaenda kudai kisasi. Na hili sio agano la kale, ni agano jipya. Kitabu cha Ufunuo, tena kitabu cha mwisho. Kwa hiyo damu zote za watumishi wa Mungu zikimwagwa, maandiko yanasema kuna madhabahu zinaendaga. Hiyo damu inaweza kumwagwa Kenya, lakini kuna madhabahu inaenda. Hiyo damu inaweza kumwagwa Malawi, lakini kuna madhabahu inaenda. Hiyo damu inaweza kumwaga Japani, lakini zinakutanika kwenye madhabahu moja. Hiyo damu inaweza kumwaga Tanzania, lakini zina madhabahu zinakutanaga moja. Kama ulikuwa ujui, I want you to understand this. Damu za watumishi huwa zinakusonywa sehemu fulani zote, afu zinaanza kulia. Na angalia Ufunuo 6:9 na kuendelea. Na alipofungua muhuri ya 5, nikaona chini ya madhabahu roho zao waliochinjwa kwa ajili ya neno la Mungu na kwa ajili ya ushuhuda waliokuwa nao. Kwamba walikuwa wanashuhudia neno la Mungu, walikuwa wanawasimamia watu, wanawafundisha, walikuwa wanaongea. Unapoona mtu anaongea kwa msingi wa neno la Mungu alafu kamgusa, kwa sababu inatakiwa ujue mtu anaongea katika msingi gani. Kama anaongea kwa kusimamia neno la Mungu ambalo ni kweli, leave that person alone, kwa sababu you will be touching God. Biblia inasema wale watu waliochinjwa, rudi nyuma. Na alipofungua muhuri ya 5, nikaona chini ya madhabahu roho zao waliofanywaje? Waliochinjwa. Walichinjwa kwa nini? Kwa sababu ya kulitangaza neno la Mungu na kwa ajili ya ushuhuda waliokuwa nao. Na ushuhuda gani? Kushuhudia neno la Mungu. Msao unaofuata ikawaje? Wakalia kwa sauti kuu. Yaani wamekufa lakini bado wanalia. Do you think ukimeliminate mtu ndio imeishia pale? Wewe ulikuwa unadhani kwamba fulani akifa ndio tumemaliza? Biblia inasema anaendelea kuongea. Biblia inasema wale watu wakalia, waliochinjwa wakalia kwa sauti kuu wakisema. Yaani mtu anakufa. Listen, nisikilizeni. Wewe yote ambaye unatiwa kiburi cha kuchinja mtu, nisikilize. Watu wakifa wanaendelea kuongea. Unachofanya kwamba umemuondoa kwenye kuonekana duniani, ila anaongea na anakuona. Anakuona na anaongea. Hii sio issue ya mizimu, ni issue ya Biblia kabisa. Angalia. Biblia inasema wakalia. Wao wanaolia wako hai, wamekufa lakini bado wanalia. Biblia inasema wakalia wakisema, tena sio kulia tu, wakalia kwa sauti kuu wakisema, Mola mtakatifu mwenye kweli, hata lini kutohukumu wala kuipatia haki damu yetu kwa ajili ya hao wakao juu ya nchi? Kwamba Mungu, sisi tumekufa, lakini kuna watu wamebaki duniani waliotuua, mbona huwafanyi kitu? Damu yoyote ya watu wa Mungu huwa inaongea. Je, mtasema tumemtoa? Hey, that's very, ni bora angekuepo hivyo. Lakini akishakufa damu inapiga kelele. Ukimwona mtu anapiga kelele akiwa hai, kelele yake wala sio, unaweza kupuuza kelele zake, lakini huwezi kupuuza kelele ya mtu aliyekufa kwa ajili ya Mungu. Angalia, wakalia kwa sauti kuu wakisema, Mola mtakatifu mwenye kweli, hata lini kutohukumu wala kuipatia haki damu yetu kwa hao wakao juu ya nchi? Nao wakapewa kila mmoja nguo ndefu na wamekufa nyeupe, wakaambiwa wastarehe bado muda mchache. That's dangerous. So wako mbele ya Mungu
Mimi nilifikiri kwa sababu uko mbele ya Mungu atasema Mungu wasamee, hawa wajua alichofanyaje. Biblia inasema no, Mungu wako na Mungu. Nadhani uko kukutana na hilo andiko. Wako na Mungu, wamekufa. Waliuawa kwa ajili ya Injili, waliuawa kwa sababu kusimamia ukweli, kwa sababu kusimamia haki ya neno la Mungu. Biblia inasema walipouawa na Mungu no. Kuna watu wamebaki kule nchini, kuna watu bado wanakula mshahara, kuna watu bado wanatesa, wanaenda baa, kuna watu bado wanatamba sana, kuna watu bado wanatisha. Mungu anasema no, starehe kwanza. Chukua nguo ndefu nyeupe alafu starehe kidogo. Kwa sababu bado muda mchache nitawafuata wale watu. Mwenye sikio angalia. Hata itakapotimia hesabu ya wajoli wao, neno wajoli wao maana yake watendakazi. Hata itakapotimia hesabu ya wajoli wao ndugu zao, watakaouawa vile vile kama wao. Anasema nasubiri wengine wauawe. Imagine. Mnaelewana tukihubiri hapa? Ni watu mnaniona tukihubiri hapa? So hii ni pale mtu anasema mbona tulifanya hivi na tuko salama? Mbona tulifanya hivi na mbona tunadunda? Mungu anasema no, nasubiri mfunguse wengine. Maana yake Mungu ndio maana anasema do not touch my anointed ones. Wako wengi, kwa anasubiri wao wengi. Do my prophets, not only prophets no harm. Anasubiri muharm prophets wao wengi. Mungu anasema subirini wao wengi, muone nitakachokifanya. Aendelea. Nami nikaona alipofungua mihuri ya 6 palikuwa na tetemeko kula nchi. Mungu sasa anaanza kuja kwenye nchi nao. Jua likawa jeusi kama gunia la singa, mwezi wote ukawa kama damu, na nyota zikaanguka juu ya nchi kama vile mtini upukutishavyo mapoza yake, ukawatikisa upepo mwingi. Unajua Mungu, unajua ukianza kuangalia mataifa mengine ilitokeaje, haikuanza hivi. God gave them chance to stop their nonsense. Mungu anasema okay now. Anasema damu imetosha. Maana yake ukisoma maandiko mengine anasema Biblia kuna Biblia inasema kuna kikombe cha damu cha hasira ya Mungu. Ndio hiki. Anasubiri kikombe kijae, alafu anakimwaga duniani. Kwa hiyo unapoona Mungu anaanza kuadhibu, huwa anamwaga ile damu iliyomwagika anarudisha duniani. Ile damu inageuka njaa, ile damu inageuka mabomu. Guys, mbingu zikaondolewa kama ukurasa ulivyokunjwa, na kila mlima na kisiwa kikahamishwa kutoka mahali pake. Angalia. Na wafalme wa dunia, yani watawala, na wakuu wao, yani wenye vyeo, na majemedari, maana mambo ya majeshi, na matajiri wenye hela, na wenye nguvu, na kila mtumwa na muungwana wakajificha katika pango la chini ya miamba milima, wakiambia milima na miamba, tuangukieni tusitirini mbele za uso wake, yeye aketie juu ya kiti cha enzi na hasira ya mwana kondoo. 17. Kwa maana siku iliyo kuu ya hasira yao imekuja, naye ni nani awezaye kusimama? Mwenye sikio amenisikia maneno haya. Maneno haya niliongea tarehe 4 ya mwezi wa 5 2025. Lengo kwa ufupi, kwa muhtasari, inawezekana mahali unakoishi umeshirikishwa kumgusa mtumishi katika personal level, ofisini kumgusa mtumishi wa Mungu, serikalini kumgusa mtumishi wa Mungu, katika jamii kumgusa mtumishi wa Mungu, pale mtaani kwako. Don't fall in that trap, kwa sababu damu ya mtumishi wa Mungu, Mungu wa nyamazi. Anamwambia Nebukadneza, mimi ndo nilikupa hawa watu wapige nyundo, lakini nilikuwa nimekutega kwa sababu nilikuwa na hasira ya mambo unayofanya zamani, uliyofanya kwa watu wengi. Kwa hiyo ili hasira yangu ijae, nilikupeleka kwa watu wangu Israeli. Japo watu wangu Israeli walikuwa nakosa, lakini ulitakiwa uwe mjanja ukimbie. Mungu ndiye huwa anawaadhibu watu wake. Mungu ndiye huwa anawakemea watu wake. Ila Mungu usikubali akutumie. Kataa, mwambie Mungu, huyu ni mtumishi wako. Uwe na akili kama Daudi. Japokuwa Sauli alikosea, lakini Daudi akasema siwezi kumgusa mpaka mafuta wa Mungu. Mungu atamgusa mwenyewe. Amani ya Kristo iwe nanyi. Inua mikono, mpigie Yesu makofi. Nimesema mpigie Yesu makofi.